Lushoto hoye! Hapa tutakachofanya, kuna ukarabati wa jengo hili, lakini vile vile kuna ujenzi wa jengo lingine, na hilo jengo litakalojengwa juu yake litakuwa na ukumbi wa mikutano, ukumbi wa mikutano wa halmashauri. Na nataka niwaambie fedha hii keiza kweikaho wanga halmashauri, msije mkasema mkurugenzi na watu wake wamekula hiyo fedha. Fedha hii inalipwa moja kwa moja na Wizara ya Fedha kwa mkandarasi. Kitakachotokea, mkandarasi atakapofanya kazi hapa, akiandika ile certificate inapelekwa Wizara ya Fedha. Wizara ya Fedha inaleta watu wake hapa kukagua na baadaye inalipa. Hiyo ndio fedha ya Mama Samia inavyofanya kazi, hasa kwenye hii miradi ya kimkakati. Kwa hiyo mimi niombe tu mlijue hili kwamba kazi itafanywa, wakishapeleka ile certificate, Wizara ya Fedha ina kitengo chake, inakuja na watu hapa, wataangalia, watapima kilichofanyika, watalipa fedha hiyo. Kwa hivyo niwaondoe wasiwasi, kazi hii itafanyika na wenzetu wa Wizara ya Fedha wana fedha hiyo ambayo tayari fungu lake liko pale. Nyinyi mkikaa vizuri, basi hata kule Bumbuli tunajisifia makao makuu ya wilaya panapendeza. Tunajua maendeleo hayaji kwa wepesi, lazima ufunge kibwebwe, lazima uumie na saa zingine machozi yavuje. Kuna wakati niliwaambia, nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI kwa namna ambavyo anavyoonyesha ushirikiano kwa wabunge wote sisi wa wilaya ya Lushoto, lakini na mkoa wa Tanga kwa ujumla. Ni mtu rahimu sana, ni mtu mwema sana. Nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuweza kubeba maono ya wana Lushoto, na naamini haya ni machache, lakini yajayo huko mbele yanafurahisha. Nami na salamu chache kutoka kwa wanabumbuli ambao wengine pia wapo hapa wakishuhudia jambo hili zito kwa ajili ya wilaya yao ya Lushoto, wala si kwa jimbo la Lushoto, kwa sababu biashara haijawahi kuwa ya upande mmoja. Pale Soni ambapo ndio lango kuu kwa ajili ya wilaya ya Lushoto, basi hili nalo nakukumbusha, tumekaa mara nyingi tukijadili panahitajika soko na stendi pale. Mradi huu kwetu ni mradi muhimu sana. Mimi nitautaja kwa sifa zake mbili. Sifa ya kwanza, unakuja kunyanyua haiba ya wilaya yetu. Inawezekana nyinyi wenzetu mlioko hapa mjini mnaitizama Lushoto kama kata, mnaweza mkaitizama Lushoto kama mtaa, lakini sisi wenzenu wa maeneo mengine tunaitizama Lushoto kama wilaya. Asante. Kwa hiyo tunapoona wilaya za wenzetu zinavyopiga hatua, tunatamani na sisi tupige hatua kama ambavyo wenzetu wamepiga hatua. Nina heshima kubwa sana mbele za Mungu siku ya leo kushuhudia tukio hili ambalo kwa wengine ni kama ndoto. Nina shukrani kubwa sana kwa Mungu pia kwa ajili ya safari yako kutoka ulipotoka mpaka umefika Lushoto salama. Niweze kukukaribisha Lushoto, nyumbani kwako, nyumbani kwenu. Wana Lushoto tuko salama kabisa. Watu wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi. Hapana matatizo, hali ya kiusalama inaimarika siku hadi siku. Lakini pia kisiasa tuko vizuri, tunaendelea vizuri, tuna vyama rafiki tunashirikiana navyo. Lakini chama kilichounda serikali chini ya Kassim Ali Dafra kinaendelea vizuri na ushirikiano wetu ni mzuri kabisa. Mheshimiwa Waziri, mimi niungane na wananchi wa Lushoto sasa, kwa sababu mimi ndo niko nao hapa siku zote. Ninajua wana shauku kubwa ya kukusikiliza kwa sababu mimi wanasikia kila siku. Mheshimiwa mgeni rasmi, nisimalize utamu, watu wana hamu ya kukusikiliza, lakini watu wana hamu ya kuona leo kalamu mbili zikiweka alama ya mguu isiyofutika katika historia ya Lushoto kwa kusaini ujenzi wa miradi hii miwili mikubwa. Nikuombe sasa, ikikupendeza,
usogee mahali hapa ili uweze kuongea pamoja na wananchi hawa, na baada ya hapo tushuhudie tukio adhimu ambalo liko mbele yetu. Mheshimiwa Waziri, karibu sana uongee na wananchi hawa. Naomba tupige makofi. Kwa hiyo swala hili limeenda vizuri bila kusukumana na watu, bila kufanya nini, ila kama kuna changamoto ndogo za hapa na pale, labda huduma ya choo kule ng'ambo kule kuhamishiwa kule, nafikiri inaweza ikahitajika, kwa sababu mtu kutoka kule mpaka hapa ana umbali kidogo. Lakini kwa jumla mabanda watu wameshajenga, washamaliza, watu wanaendelea kukabiliana na hali ngumu kutokana na kijani. Tusubiri huu mwaka mzima ukiisha, ili watu warudi sehemu salama, wafanye shughuli zao za maendeleo. Kwa majina naitwa Ramla Jumanne, ni mkazi wa Lushoto. Nimeshiriki leo utiaji wa saini wa ujenzi wa stendi pamoja na soko. Mimi ninachoongelea ni kusema amewasili Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Lushoto, ndugu Profesa Riziki Shemdoe, kutuhamasisha kwamba hili jambo ni la kawaida, lakini na sisi tumelipokea. Tunasema wana Lushoto tuko tayari kabisa kwa ujenzi utakaokuja. Lakini sisi tunachotaka kueleza ni kusema Mheshimiwa mbunge ili alitilie mkazo kwa muda mfupi ili tusiteseke. Maana yake wakazi wengi wa mjini Lushoto ni wafanyabiashara ambao tunaitegemea stendi na soko kwa maisha. Kwa hiyo mimi sitaki kusema mengi, ninachosema ni kusema tumelipokea, tumeona makubaliano kama ilivyoeleza kwamba Mheshimiwa mbunge ameshatia saini ya ujenzi huo.